Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena na ni wasaa mwingine tena ambapo Mungu ametupa neema na nafasi hii ya kuweza kusogea mbele zake na kibali hiki pia. Nataka nitumie nafasi hii kukukaribisha na kukualika katika ibada hii. Hii ni ibada, usiichukulie kimazoea kwamba kama kawaida. Kuna siku moja nikakwambia kwamba kutoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 28 ule mstari wa Mwanzo 28 mstari kama wa 19, Biblia inasema kwamba na Yakobo alipoamka mahala pale hakujua ya kwamba Mungu yuko pale, na ndiyo maana baada ya kutoka pale Yakobo akawa ameamka na kusema kwamba hakika nimejua na nimetambua ya kwamba mahala hapa Mungu alikuwepo. Nataka nitumie nafasi hii kukukaribisha na umkaribishe na rafiki yako na jirani yako. Unaweza ukamtumia ujumbe, unaweza ukashare link hii kwake, au unaweza tu ukampigia simu kwamba muda wa ibada umeshafika. Itakuwa ni jambo jema. Wakati ukiwa unayafanya yote, nataka utumie nafasi hii kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka na tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwezi, lazima tumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na kwa ajili ya upendo wake kwenye maisha yetu. Ni jambo lilo jema na ni jambo la pekee. Hebu nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu, mwambie Baba asante. Tutakuwa tunamshukuru Mungu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu tulionao. Inabidi tumshukuru Mungu kwa ajili ya yote hayo ambayo Mungu ametutendea. Tutamshukuru Mungu kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4 na mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 na wa 8 na mwezi wa 9, wa 10 na 11 na wa 12 huu tulionao. Ningependa uende mbele za Mungu, uanze kwa kumshukuru Mungu kwa kumwambia Baba asante kwa ajili ya wakati huu, maana ni jambo jema. Hebu inua sauti yako mahala popote ulipo, mshukuru Mungu, mwazimishe, mwambie Baba asante kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya majira haya. Inua sauti yako, hebu mwazimishe, mwambie tu Baba asante, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu na majira haya, maana wewe umeachilia neema tena. Bwana, tunakushukuru sisi pamoja kama familia, tunakushukuru sisi kama watoto wako, mimi na watu wote na watumishi wako na mtumishi wako mmoja mmoja ambaye yuko macho muda huu akiwa ameinua sauti yake mbele zako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako juu ya maisha yetu, maana umetulinda na mitego mbalimbali ya yule mwovu, umetulinda na kila mashimo ya yule mwovu, maana adui alikusudia mabaya toka tulipoanza mwaka huu. Baba, tunainua sauti zetu mbele zako tukikushukuru, tunainua sauti zetu tukikushukuru, tunainua sauti zetu za shukrani mbele zako, maana mabaya yalikusudiwa juu yetu, lakini Bwana mkono wako wa kuume na nguvu ukaunyosha ukawa pamoja na maisha yetu. Lakini mkono wako wa nguvu, mkono wako wa neema, mkono wako wa rehema, neno lako linasema kwenye Zaburi ile sura ya 35 na ule mstari wa 2 ya kwamba Bwana akawa ngao. Nasi Bwana tunashukuru kwa kuwa mlinzi kwenye maisha yetu, kwa kuwa mlinzi kwenye afya zetu, kwa kuwa mlinzi kwenye biashara zetu, kwa kuwa mlinzi kwenye wetu, kwa kuwa mlinzi kwenye kila eneo la maisha yetu. Nasi Bwana tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya neema yako, tunasema asante kwa ajili ya pendo lako. Baba, tunakuinua majira haya na wakati huu na malango ya masaa haya ambapo Bwana umesema tuingie nywani mwako kwa kushukuru. Nasi tunasogea mbele zako kwa shukrani nyingi Bwana, tukikushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza, namna ambavyo umesimama kinyume na kila mitego na kila mipango ya yule mwovu. Baba, tunainua sauti zetu mbele zako tukisema asante kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Wewe ambaye haulali hausinzii, umekuwa pamoja nasi mwezi wa kwanza, umetulinda sisi mwezi wa kwanza. Ile mishale ya uharibifu iliyokuwa imeelekezwa mwezi wa kwanza
umeenda mbele yetu na kuipangua, umeenda mbele yetu na kufanyika ngao, ukazuia ile mishale ya yule mwovu, ukazuia ile mishale ya uharibifu kwa habari ya maisha yetu. Ipo mishale iliyorushwa kinyume na afya zetu, ipo mishale iliyorushwa kinyume na ndoa, ipo mishale iliyorushwa kinyume na huduma, ipo mishale iliyorushwa kinyume na uzao, ipo mishale iliyorushwa kinyume na elimu. Uramashandere karabaraba ya karamandeleba. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako, maana umetulinda na mabaya, maana umetulinda na uharibifu, maana umetulinda na mitego ya yule mwovu. Neno lako linasema ya kwamba maana bila sababu wamenitegea wavu, maana bila sababu wamenichimbia mashimo. Baba, tunashukuru, umeenda mbele yetu kwenye haya mashimo yaliyokuwa yamechimbwa mwezi wa pili, ili kusudi tukifika mwezi wa pili tunaswe katika mashimo, tunaswe katika uharibifu. Lakini Bwana ukaenda mbele yetu, ukatutenga na huo uharibifu, ukasimama kwa ajili ya kututetea. Baba, tunakushukuru tena, tunainua sauti zetu za shukrani. Riando robo koriande rimakapa ya karamande reko shadadaba ya karamande leko zalaba. Asante kwa ajili ya mwezi wa tatu. Baba, umeenda mbele yetu na kufanyika kama msada, maana imeandikwa malaika wako hufanya vituo kwa wale wakuchao. Asante Bwana Yesu kwa kufanya kituo kwa habari ya maisha yetu. Asante kwa kufanya kituo kwa habari ya maisha yetu. Hebu mwazimishe Bwana mahala mlipo, hebu mwazimishe Bwana mahala ulipo, mwazimishe tu Bwana, mwazimishe tu Bwana kwa ajili ya mwezi wa tatu ambavyo Mungu amekulinda. Najua ulisafiri ukaenda mahala hapa na pale, Bwana akakulinda, akakuepusha na mabaya. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa tatu, lakini pia kwa ajili ya mwezi wa nne ambao ni mwezi wa kukuazimisha wewe siku ya ufufuo. Asante maana ulifufua vipawa na karama, ulifufua ajenda mbalimbali kwenye maisha yetu ndani ya mwezi wa nne. Yale yaliyokuwa yamekufa uliyafufua pamoja, maana imeandikwa, nimesulubishwa pamoja na Kristo na nimefufuliwa pamoja naye. Nasi tunaduriki kusema kwamba mwezi wa nne Bwana ulifufua yale yaliyokufa, ulifufua huduma, ulifufua biashara, ulifufua vipawa, ulifufua ndoa, ulifufua masomo, ulifufua elimu ndani yetu. Tunashukuru we Bwana, tunasema asante Elohima, tunasema asante Adonai. Riando rika na mashandele kaparadaba yakaramandereba yakarabababa shandereba rokoriande rekaramandeleka mashakatalabadabadaba rokoriande rimashandarabadaba rakatalabababababa rokoriande rikaramandelekata. Baba, sante kwa ajili ya mwezi wa nne, lakini pia tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa tano ambapo Bwana rikana mashandarabaraba ulienda mbele yetu tena na kututengenezea njia, maana imeandikwa, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yenu. Baba, asante kwa ajili ya kututengenezea njia tukapita, watoto wako na wanao, kwa ajili ya kuiendea hatima na yale mambo ambayo ulikuwa umeyakusudia kwenye maisha yetu. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya mwezi wa tano. Haukuruhusu mabaya, haukuruhusu uharibifu, haukuruhusu mitego, haukuruhusu ajenda za yule mwovu na ule uharibifu wa adui. Riando boroko rianda rabarabaraba yarabababa karande bororo shandaraba yakaramande rekoriandele bababa yandere karaba shadedebe yandele karabarabaraba yandarababababa shandele gadaraba. Lakini pia Baba, tunashukuru kwa ajili ya mwezi wa sita ambao ulikuwa ni mwezi wa habari njema,
Watu walikuwa wanapokea habari njema. Watu walikuwa wanapokea habari njema kwenye afya. Watu walikuwa wanapokea habari njema kwenye biashara. Watu walikuwa wanapokea habari njema kwenye ndoa. Watu walikuwa wanapokea habari njema kwenye kila eneo la maisha yao. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9. Tuna kila sababu ya kuinua sauti zetu kwa ajili ya mwezi wa 6, maana ulikuwa ni mwezi wa habari njema. Neno la Mungu linasema malaika Gabrieli, ikiwa ni mwezi wa 6, alitumwa kuelekea kwa Bikira Mariamu. Rikanama shandelekoria rakaramande reko salaba. Baba, tunashukuru maana ulileta habari njema kwenye maisha yetu. Ulileta habari njema kwenye maisha yetu. Kuna wengine walipokea habari njema kwa habari ya afya zao. Nasi tunakushukuru Bwana. Nasi tunakuinua Bwana. Nasi tunakutukuza Bwana. Tuna kila sababu ya kusema asante. Riakatujandira badaba rekarama mama shandereba rokoriandereba baba yerere bandu sandere kata rikamando rubo shandara baraba yere baba karando rubo shanda bagada yakanama shadedeba riakanama ndododobo rakanama nderegadagada yaro shandiraba yarobo sharababa. Sante kwa ajili ya mwezi wa 7 Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya huo mwezi, ya kwamba ulitenda mambo makuu, ikiwa ni mwezi wa ukamilifu. Mwezi wa ukamilifu, ya kwamba ukawaambia wana wa Israeli wauzunguke mji wa Yeriko mara 7. Baba, tuliyazunguka. Kuna matatizo yaliondoka mwezi wa 7, na kuna ngome zilianguka ndani ya mwezi wa 7, na kuna kuta zilivunjika ndani ya mwezi wa 7. Kuna maboma yaliharibiwa ndani ya mwezi wa 7. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 7, kama ambavyo ulitoa maagizo kwa Yoshua, ukamwambia wauzunguke Yerusalemu, wauzunguke mji wa Yeriko mara 7. Nasi Bwana, mwezi wa 7 tuliuona mkono wako na tukauona wema wako katikati ya walio hai, na ukatutunza na fadhili zako. Baba, asante kwa neema yako. Rido shadadabadaba harabobo liandila ko shadida badade rakaramandele ko shagadaraba. Mwezi wa 7 kuna mambo yalianguka. Mwezi wa 7 kuna kuta zilivunjika. Mwezi wa 7 kuna uharibifu uliachia. Mwezi wa 7 kuna mambo mengi Bwana alifanya. Mwezi wa 7 kuna uharibifu mwingi uliondoka kwenye maisha yako. Kwenye mwezi wa 7 ndipo magonjwa yalipoondoka. Kwenye mwezi wa 7 ndipo utasa ulipoondoka. Kwenye mwezi wa 7 ndipo biashara ilipoinuka tena. Mando roko shanda rabaraba araba karamandele katalaba. Baba, sante kwa ajili ya mwezi wa 8 pia. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya huo mwezi, maana ulikuwa ni mwezi wako wa kujaa na kuongezeka katika nguvu rohoni, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mando ruko riandi ragadu shagadaba ribababa shandelegadaraba. Mimi Baba ninakushukuru tena, ninainua sauti yangu tena, maana mwezi ulikuwa umejaa uwepo wa Roho Mtakatifu. Nina kila sababu ya kukuinua na kukutukuza kwa ajili ya mwezi wa 8. Mabaya yaliinuka kinyume na mimi, lakini Bwana ukainua kiwango kingine ambacho kilinibeba ili kusudi niweze kuinuka na kuendelea mbele. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 9. Ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9, maana ulikuwa ni mwezi wa kuzaa. Mwezi wa 9 ni mwezi wa kuzaa. Ani mashandele karaba. Vitu vingi vilizaliwa, watu walizaa watoto,
watu walizaa huduma, watu walizaa biashara, watu walizaa maono yao yakasimama. Na mimi ninakushukuru we Bwana kwa ajili ya mwezi wa 9 ambapo huduma ilizaliwa, vipawa vilizaliwa, wito ulizaliwa, na kila kazi ilizaliwa, na wengine kwenye mwezi wa 9 walipata ajira. Baba, nakushukuru. Ninainua sauti yangu ya shukurani mbele zako nikisema ya kwamba Baba, asante kwa fadhili zako na kwa mkono wako wa nguvu, maana ni wewe peke yako unayetenda mambo makuu. Asante kwa ajili ya mwezi wa 9 ambapo vitu vingi vilizaliwa. Mama mjamzito anazaa na miezi 9. Yodobo shanda raba kataraba ya karamande rekele baba na kutukuza kwa ajili ya mwezi huo, maana ulikuwa ni mwezi wa kuzaliwa. Asante kwa ajili ya uzao uliopatikana kwenye mwezi wa 9 ya karama shandele bakatalama, nikiwemo na mimi mwenyewe ninashukuru kwa ajili ya mwezi wa 9. Asante Jehova Adonai Elohima mando robo kuriandere kapa ya rabababa shandereba ya keleguza didagado mekarababababababa. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 9, lakini pia asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Japo mambo mengi yalitokea, ila ninachojua neno moja kutoka katika kitabu cha Mwanzo, ya kwamba nayo maji yakapunguka, vilele vya milima vikaonekana. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 10, maana kila zoruba na gharika zilipunguka na kuondoka kwenye maisha yetu. Tunajua zoruba zilikuja nyingi, tunajua tufani iliinuka mwezi wa 10 kama ilivyokuwa kwa Nuhu. Tufani ilipiga, lakini ulipofika mwezi wa 10 maji yakaanza kupunguka, nayo safina ikaenda ikatua mandu jandere karabadabadaba. Nami Baba, nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante Elohima yado shadia baba aregere badagadaba. Baba, mwezi wa 10 mkono wako kaonekana tena, lakini pia kwa ajili ya mwezi wa 11 manderi kararo shakatalabadaba rokoriandele katalabadaba, ambayo ni miaka rido shakatalabadaba rakalamandele kashakata ya mtumishi wako anaitwa Josaya, ambapo akiwa na miaka 11 alianza kutawala rigo jagida gadaba. Baba, tunakushukuru, ulikuwa ni mwezi wa kutawala, mwezi wa 12, mwezi wa 11. Bwana, tuliyatawala mazingira yaliyokuwa yametutawala, tulitawala yaliyokuwa yametutawala, tuliyamiliki yaliyokuwa yanatumiliki. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 11, lakini pia Baba, tunainua sauti kwa ajili ya mwezi huu wa 12, ambapo umekuwa mwezi yando shakatarida ba katuja dadadaba. Umekuwa mwezi tena mwingine rika na mashakatalaba wa kutokuaibishwa tena rira babo shakatalabaraba. Tunamaliza mwezi huu kwa heshima na kishindo ya kwamba tutaaibishwa tena. Ndiyo maana bado tunakutaka wewe, kama neno lako linavyosema ya kwamba tukutake wewe pamoja na nguvu zako, ili tusije kuaibishwa tena. Nasi tunakushukuru kwa hii neema ya kutupa neema ya kuomba mwezi wa 12, ya kwamba tutaaibishwa tena, ya kwamba tutaaibishwa tena, na tutamaliza mwaka kwa kuaibishwa, na tutaanza mwaka kwa kuaibishwa. Baba, tunakushukuru mando rigadagada yanto robo shagadagada zelelemandu shagadinda rabababa. Yote kwa yote Baba, tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa 12, na asante kwa ajili ya hili juma ambalo tunaenda kusherekea
kumbukizi ya kuzaliwa kwako, ewe Mwokozi wa ulimwengu, ambaye ulikufa msalabani kwa ajili, ulikuja duniani kwa ajili ya wengi na ukatolewa sadaka kwa ajili ya wengi. Baba, ninakushukuru. Ninainua sauti yangu ya shukrani mbele zako nikisema ya kwamba Baba, asante kwa ajili ya heshima na utukufu na mamlaka yote Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, amen. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi popote pale ulipo, maana ni jambo la pekee na ni zuri. Nataka uwe na utamaduni wa kumshukuru Mungu kulingana na season ya kila mwezi. Kulingana na season ya kila mwezi, kwa sababu unapomshukuru Mungu kuna vitu vingine ambavyo Mungu hakuvikamilisha kwenye mwezi huo, anakuja kukikamilisha wakati unamshukuru. Kwa mfano, kama sasa hivi tuko kwenye juma la mwisho, tuko kwenye juma la mwisho kabisa. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa hii neema, lakini hili ndo litakuwa juma la mwisho. Juma linalofuata litakuwa na mgawanyiko wa mwaka mwingine na kumaliza mwaka mwingine. Kwa hiyo nataka nitumie nafasi hii kukuletea neno la Mungu ambalo litakuwa baraka kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili yangu. Mtumishi wa Mungu alianza kwa kuzungumza kwa habari ya kanisa, kwamba tupate kibali kwenye mfumo unaoitwa kanisa. Na mimi sitaenda mbali sana na nje ya hilo eneo. Nitatumia kitabu kile cha, nitaanzia kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 15 na ule mstari wa 30. Kitabu kile cha Warumi sura ya 15 mstari wa 31. Warumi sura ya 15 na ule mstari wa 30. Tutasoma wote kwa pamoja. Neno la Mungu linasema hivi: kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo nayo huko Yerusalemu ikubaliwe kwa watakatifu, ikubalike kwa watakatifu. Kwa nini Paulo anasema huduma ikubaliwe kwa watakatifu? Kuna mambo ya kujifunza kutokea hapa. Kwa nini Paulo anasema huduma yake ikubalike? Huduma yake ikubalike. Jambo la kwanza, huduma anapozungumzia huduma ni anazungumzia kile alichopewa kufanya na Mungu, alichopewa ama gifti aliyopewa na Mungu, au zawadi aliyopewa na Mungu kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu walikuwa hawamwamini Paulo, na kuna watu, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 9 yote utakuta stori nzima ya Paulo iko pale. Paulo alikuwa ni muuaji, ndio maana anatumia statement hii kuomba kwamba wamuombee watakatifu walioko kule Yerusalemu waweze kumkubali, au waweze kumuingiza kwenye mfumo wa kanisa, kwa sababu Paulo alikuwa amekataliwa na kanisa, na mfumo wa kanisa ulikuwa mkubali, na mfumo wa kanisa ulikuwa uko kinyume na yeye. Kwa hiyo alichoamua Paulo kufanya jambo ni kuamua kuliomba kanisa lililokuwa linamkubali ya kwamba mniombee kwa ajili ya kanisa la Yerusalemu niweze kupokelewa, niweze kukubalika. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa kanisa ukikukataa, huu mfumo wa nje hauna nguvu. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa kanisa umeunganishwa na Mungu mwenyewe, na kanisa likishindwa kutawala, kuna mfumo mwingine utakaoweza kutawala. Kwa hiyo mfumo wa kanisa anautaka sana Paulo ushirikiane naye kumwombea aweze kupokea kibali. Paulo baada ya kuambia hapa, alipopata kibali, unajua alienda akawaambia nini? Twende kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 1 na ule mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 1 na ule mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 1 na ule mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Paulo
na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Mstari wa 13. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Hapa Paulo anataka kuwaonyesha au kuwaelezea kama kanisa ya kwamba kanisa, mmeacha mfumo wa Mungu unaotakiwa kwenye kanisa, mmeanza kujiingiza kwenye mfumo unaoitwa dini ya mtu. Ngoja andika hii kama unaandika. Dini inamfanya au inafanya watu wengi wakataliwe na mfumo wa kanisa. Narudia tena. Hapa tunaanza kuona hii statement anawaambia Paulo kwa habari ya kwamba, je, huyu akisema ni wa Paulo, huyu ni wa Kefa, huyu ni wa Apolo. Maana yake wameingia kwenye mfumo wa dini, wametoka kwenye mfumo wa kanisa. Na mfumo wa dini unamfanya mtu akataliwe na kanisa. Kwa nini? Mahala palipo na dini, Mungu hawezi akatenda kazi, ila anaweza akatenda kazi palipo na kusanyiko lake. Hii inakuwaga ngumu sana tunapoielezea. Nasema hivi, mahala pa dini Mungu anakuwa hayupo, lakini mahala pa kusanyiko lake Mungu anakuwepo. Kwa nini? Asilimia kubwa ya watu wengi wamekataliwa na mfumo wa kanisa, wakabaki kwenye mfumo wa dini, ambapo mfumo wa dini unawaruhusu kufanya chochote, unawaruhusu kuishi kivyovyote, unawaruhusu kuongea chochote, unawaruhusu kuwa na chochote. Kwa nini? Mfumo wa kanisa au mfumo wa kanisa umewakataa, wamebaki kwenye mfumo wa dini. Narudia tena, dini inafanya watu wengi wakataliwe na mfumo wa kanisa. Kanisa sio jengo. Kanisa sio kunena kwa lugha. Kanisa ni wewe ambaye unanisikiliza wewe. Wewe ni kanisa la Mungu. Wewe ni kanisa la Mungu. Na kanisa la kwanza analolitazama Mungu kwa jicho la pekee ni wewe, ambaye anasema kwamba yeye anipendaye mimi na kulishika neno langu, mimi nitakuja kufanya makao kwake. Mwanzoni, wakati Yesu akiwa yupo hapa duniani, alikuwa yeye ndio ana operate kila kitu. Lakini Yesu alipojigawa katika kiwango tofauti cha Roho Mtakatifu, akaingia kwenye makanisa mengi, akaingia kwenye makanisa mengi ambayo ni miili yetu. Kwa hiyo watu wametoka kwenye kutazama mwili wake kama kanisa la Mungu na kutazama jengo kama kanisa la Mungu. Ndio maana unakuta mifumo mingi inapingana naye, mifumo mingi ya kiroho inamkataa. Kwa nini? Amewekeza kwenye kusema mimi ni wa, 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 mimi ni wawawa. Sasa wawawa, Mungu anakuwa hayupo kwenye ile wawawa. Unachotakiwa kujua kwamba wewe ni kanisa la Mungu na Mungu anakutazama kama kanisa lake kwa ajili ya matokeo na maendeleo. Tusonge mbele kidogo kwenye kitabu kile cha Korinto wa kwanza, hiyo sura ya 3 na ule mstari wa 22 na 23. Wakorinto ile wa kwanza sura ya 3 mstari wa 22 na nitamalizia wa 23. Leo tutakuwa na nguvu ya kuomba sana. Neno la Mungu linasema kwamba
Paulo au Apolo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile visivyokuwapo, vyote ni vyenu. 23 anasema ninyi ni wa Kristo, ni wa Mungu. Narudia tena, mstari wa 22 anasema hivi: kwani Paulo au Apolo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile au vile vitakavyokuwapo, vyote ni vyenu. 23 ninyi wa Kristo, ninyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Kwa nini Paulo anakuja kuiongea hii statement tena? Anajaribu kuwaonyesha kwamba mkikaa akili zenu mmetazama kwenye mfumo wa nje ambao ni mfumo, labda mfumo aliyoutengeneza Paulo, Apolo, Kefa, mfumo wa dunia, mfumo wa afya, maana yake uzima, mfumo wa mauti, au mfumo wa vitu vilivyopo na vile vitakavyokuwepo. Watu walikuwa wamewekeza kuangalia, wakajisahau kwamba wao ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Kwa nini? Kristo alitolewa na Mungu kwa ajili ya sisi kutuingiza kwenye mfumo wa kanisa ili tutembee kwenye kanisa. Mungu sisi hatujui. Kubaliana na mimi hiyo, hata kama ukatae ukubali, lakini nakwambia sisi Mungu hatujui. Maana tulipotea tukawa mbali naye, akawa hataki hata kutuangalia, akawa hataki hata kutusikiliza. Maana akatutenga, tukatengwa mbali naye, tukawekwa mbali naye. Lakini kupitia mwanaye, wakati anaitisha kikao mbinguni, anasema ni mtume nani aende ulimwenguni akawaokoe. Maana ya kuwaokoa ni kuwarejesha katika mfumo unaotakiwa watu hawa waweze kukaa kwenye maisha yao. Adamu wa kwanza alitolewa kwenye mfumo wa kanisa uliokuwa unatakiwa, lakini Adamu wa pili alikuja kuturudisha sisi kwenye mfumo wa kanisa unaotakiwa. Kwa Mungu anapotutazama sisi, hatutazami, kwa mfano mimi, hanitazami mimi kama Wilbert, anamtazama Kristo aliyoko ndani yangu, aliyenirejesha katika mfumo. Anapomtazama Mwalimu Lazaro, anamtazama kwa namna alivyorejeshwa kutokea kule na kurudishwa katika mfumo wa kanisa. Anapomtazama Mwalimu Benjamin, anamtazama kwa namna ya kumrudisha kwenye mfumo. Anapomtazama mtu yoyote aliyemwamini, ni anamtazama kupitia Kristo aliyemrejesha katika mfumo. Na huu mfumo wa Kristo ulipokuja, ulitupa uhalali wa kufanya nini? Wa kumiliki na kutawala. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasemaje? Wagalatia sura ile ya 4, Wagalatia sura ya 4, Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Huyu ni Paulo. Ninampenda Paulo jamani mimi, na ndio maana maongezi yangu yanahusu Paulo. Anasema hivi: lakini nasema ya kuwa mlisi awapo, mlisi wakati wowote awapo mtoto, hana utofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Mlisi awapo mtoto. Kwa hiyo sisi tulikuwa tuko mbali, tukarejeshwa kwenye urisi. Kwa hiyo sisi tunarisi pamoja na Kristo. Maana yake mfumo aliokuja nao Kristo ulitufanya tuweze kukaa katika kutawala, tuweze kukaa katika kumiliki, tuweze kukaa katika kwenenda katika kweli ya Mungu wetu aliye hai. Jambo jingine la kuandika, andika hivi
umimi ndio unaofanya watu wengi wawe mbali na mfumo wa kanisa. Narudia tena, umimi, changu, hii, mimi, hivi. Hii mifumo ukianza kuiona imeanza kukaa ndani ya maisha ya mtu, huyu mtu tayari mfumo wa kanisa utamkataa. Nataka ujaribu kujiangalia wewe kwenye maisha yako. Mfumo upi unao operate kwa sasa hivi? Mwalimu amezungumzia mfumo wa kanisa kwa upana sana. Jana nikakuelewesha kwa upana mfumo wa rohoni na namna unavyotenda kazi. Sasa leo tutakuwa na statement ya kuomba tu ya kwamba mfumo wa kanisa unikubali, unipokee. Nataka nikupe baadhi ya mifano ya watu ambao walikubaliwa na huu mfumo. Mfumo wa kwanza uliomkubali alikuwa ni Paulo mwenyewe. Paulo alikuwa amekataliwa, lakini baadaye aliweza kukubalika. Kwa nini? Alirudi kwa mhusika mwenye kutengeneza mifumo ambaye ni Mungu mwenyewe. Lakini cha pili, ambaye alikubaliwa na huu mfumo ambaye alikuwa amekataliwa, alikuwepo Filipo na Kornelio. Wote hao walikubaliwa na mfumo wa kanisa kwa sababu walikuwa yani baada ya Yesu tu kumkubali, mifumo yote ndani yao iliweza kurejea. Haleluya! Kwa hiyo unapoenda kuomba, utaenda kumuomba, kumwambia Bwana, ninaomba mfumo wa kanisa unikubali kwenye maisha yangu. Mfumo wa kanisa unikubali kwenye maisha yangu. Mfumo wa kanisa unikubali kwenye maisha yangu. Tutakuwa na muda mwingi wa kuomba kibali kwenye mfumo wa kanisa. Tutaomba kibali kanisa lisipopata kibali, lakini pia tutakuwa tunaliombea kanisa la Mungu hapa Tanzania lipate kibali kwenye mifumo ya ulimwengu wa roho. Nikizungumzia mifumo ya ulimwengu wa roho, ninadhani mpendwa unanielewa. Tutaenda kuomba kwanza sisi tupate kibali kwenye mfumo wa kanisa. Tutaenda kumwomba Mungu, lakini tutaliombea kanisa lenyewe kama kanisa. Hatuombei dini, tutaliombea kanisa kama kanisa lipate nguvu, lipate kibali kwenye mifumo zote, kama ambavyo nyakati za Yohana Mbatizaji kanisa lilipata kibali. Nyakati za kina Petro kanisa likapata kibali, likazidi kuongezeka. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo nimeamua kutaka neema na kibali kwa ajili ya kukubalika kwenye mfumo wa kanisa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba majira haya na ninaomba wakati huu, Roho Mtakatifu na mtenda maajabu, nipate kibali kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa. Sema tena Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo ninaomba neema ya kupata kibali kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa, kwenye mfumo wa kanisa. Kibali kwenye kila mfumo wa kanisa. Kanisa linikubali, kanisa linipokee. Biashara yako ipokelewe na kanisa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haya, anza kuomba kibali. Yandorobo shanderigadaba aro shandarabadaba yakarado shandaraba katalabadaba yakaramando robo sagedegeduya. Baba, tunaomba kibali kwenye mfumo wa kanisa. Mando robo shakatalaba. Wakati ambapo tuliingiza udini na mfumo wa kanisa ukatukataa, na sisi tumeamua kutoka kwenye hiyo engo, tunarudi huku kwenye engo ya mfumo wa kanisa. Ridobobo shandaraba yakarababa shandereba yakarabado shandeleka paradaba yakarabagadaradaba. Kwenye mfumo wa kanisa Bwana, Paulo anatuonyesha ya kwamba mashakatalabalaba kuwa wa Apolo au wa Kefa
si kitu, bali kuwa wa Kristo. Maana yake kukaa kwenye mfumo wa kanisa ndo kila jambo. Baba, ninaomba nikae kwenye mfumo wa kanisa. Mfumo wa kanisa unipokee, mfumo wa kanisa unikubali. Ninakuombea katika jina la Yesu, wewe mchungaji na wewe mtumishi wa Mungu, yeyote unayeomba maombi haya wasauna wakati huo, kila mfumo wa kanisa ambao ulikuwa umekukataa, aiza kwa skendo fulani, kama ilivyokuwa kwa Paulo, kanisa lilimkataa na kumtenga, lakini Bwana alipomkubalia, yarushandeleka paradaba yarararabo shandila bagada yakana mandere karabababababababa na karabashanda rabadaba. Kila mfumo kwenye ulimwengu wa roho unaonitenga na kanisa, unaoniondoa kwenye kanisa, ninatangaza kwa damu ya Yesu, natangaza kwa damu ya Yesu. Mifumo kwenye ulimwengu wa roho iliyokuwa inanikataa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, haribika. Riadu shadaba riado borianda raba karabadabadabadaba yadababababariada riadadadagadaba radadadadabababababa. Twende dada, rakana mashandalaba. Rejea kwenye huo mfumo, rejea kwenye mfumo wa kanisa, rejea kwenye mfumo wa kanisa. Yando shandaraba yekarabababababa yakanama robo shandalabaka. Baba, kwa ajili ya mfumo yodaba yakarabadaba shandaraba yekarabababababababa shadaba yakarabadabadagadaba rakana mashandalaba. Ninakuombea baba yangu popote pale ulipo, ninakuombea mtumishi wa Mungu popote ulipo, ninakuombea kijana mwenzangu popote ulipo, ninakuombea dada yangu popote ulipo. Kila mfumo wa kanisa uliokuwa umekukataa, mimi sizungumzi dini. Dini inaweza ikakutenga, dini inaweza ikakukataa, lakini kanisa likakukubali. Yakarababababa shandalaba roborianda rababababababababa. Omba kibali Baba, ninaomba kibali kwenye kanisa rako ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Baba, ninaomba kibali kwa ajili ya watumishi wako wote walioko chini ya madhabahu, wapate kibali kwenye kanisa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania. Robo shandaraba katalaba rakana mama yando robo shadadadabababababa yakarabarabarabarabaraba. Baba, achilia kibali. Baba, achilia kibali. Yesu, achilia kibali. Yodaba shandalabababababa ana mayanda elaba karamandade yakarabarabaraba. Mwambie Bwana, tuniachilie hiki kibali, nitembee katika kibali ndani ya kanisa, nitembee kwenye kibali ndani ya kanisa, nitembee kwenye kibali ndani ya kanisa, nitembee kwenye kibali ndani ya kanisa. Kibali kiambatane na mimi, kibali kiendane na mimi. Kanisa la Tanzania lipokee watumishi wako, liwapokee watumishi wako. Ninawaombea hata wale mababa wa kiroho, kanisa la Tanzania liwapokee. Ninawaombea wachungaji vijana, kanisa la Tanzania liwapokee. Ninawaombea wale ambao wanataka kuanza huduma zao zipokelewe ndani ya kanisa la Tanzania. Iyo rabababa shandaraba yakarabarabaraba yakana mama shandaraba rabababorianti lagadaba yakarabagado shadirababa rekana mando rokoriandaba yakarabababa yandere mashandalaba yakaragadagadagia
iyo darabababababa yanda yakarabababababababa rodo shadadaba robo shandarabakata. Baba, tunaomba kibali, tunaomba kibali kwenye mfumo ya kanisa kama watumishi vijana. Baba, tunaomba kibali kwenye mifumo ya kanisa kama wafanya biashara. Baba, tunaomba kibali kwenye mfumo wa kanisa mashakata kama wafanya kazi wa serikalini. Baba, tunaomba kibali kwenye mfumo wa kanisa yoda shandaraba yakarabababababa yanda robo shandarabababa. Mwambie Bwana, nipe kibali, nipe kibali. Kama mfanya biashara kwenye kanisa, mwambie Bwana, nipe kibali, nipe kibali. Mimi sijui dini, ninachojua ni kanisa la Bwana ndani ya Tanzania linapaswa litoe kibali kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya huduma yako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya kila kazi ya mikono yako. Yalabashandarabababa yakarabababababababa robo shandarabakatalaba yena mama mashandaraba rakana mama robo bobo yandele karababababa robo shandalabaraba robo koriandere bababababa rakana mashandalabaraba rekana mama mandere karabababa. Baba, toa kibali. Baba, achilia kibali. Yesu, achilia kibali. Baba, tupe kibali, tupe kibali, tupe kibali. Ninamwombea kila mtumishi wa Mungu mashakataraba ramamamama mashandaraba, wale ninaowajua kwa majina ninawaombea kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, wapate kibali, wapate kibali kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Pastor Makindi, upate kibali kwenye kanisa. Mwalimu Benjamin, upate kibali ndani ya kanisa. Mwalimu Lazaro, upate kibali ndani ya kanisa. Parakatele mashandalaba. Mwinjilisti Fanueli, upate kibali ndani ya kanisa. Mtumishi wa Mungu Jonasani, upate kibali ndani ya kanisa. Kila mmoja ninakuombea, ninayekujua na nisiyekujua, ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba upate kibali ndani ya kanisa la Tanzania, ndani ya kanisa la Tanzania. Mababa zangu wa kiroho wapate kibali tena, wapate kibali tena ndani ya kanisa la Tanzania. Mashakarabaraba yekarababababababa. Kama kibali kinakuja, maana yake kinaweza kikaondoka. Kila kibali kilichokuwa kimeondolewa kwa mababa zangu wa kiroho, ninatangaza kwa jina la Yesu, iko kibali kwa ajili ya kanisa, kireje kwa jina la Yesu. Rabababa shanda rekana mama ridabo shadadadaba ridabo shandele kabaragadaba yagadagada rakarabababababa shanda rakaramandelebo shakata rekana mama. Kila mmoja Bwana, ninajua kuna waimbaji nikianza kuelezea CV zao, ila ninachoomba, ninaomba kibali tu, neema na kibali ziongezwe. Naye Yusufu akapata kibali machoni pa Farao, na mimi ninatangaza juu yao kibali kwa ajili ya kanisa, kiongezeke juu yao, kiongezeke juu yao. Mantia gado shadaba ramamamama shandaraba. Kwa waimbaji wa Tanzania, kwa waimbaji wanaoinuka, ninakuombea kibali, kibali kwenye kanisa la Tanzania. Baba, hata mimi ninajiombea, nipe kibali kwenye mfumo wa kanisa la Tanzania. Nipe kibali kwenye mfumo wa kanisa la Tanzania. Nipe kibali kwenye mfumo wa kanisa la Tanzania. Baba, kibali hiki kinipeleke, kibali hiki kiniingize, kibali hiki kiende na mimi, kama ilivyokuwa kwa Nehemia. Ile Nehemia sura ile ya pili kuanzia mstari wa kwanza, Nehemia anasema, ikiniwa nimepata neema na kibali machoni pako, unipe warinzi Bwana. Baba, ninaomba kibali mimi kama mtumishi wako
kwenye mfumo wa kanisa. Yando shakada yakarabababo shadadadaba rebababo yandarabababa rigadagadagaba yakarababababababa. Wewe mfanya biashara, ninakuombea kibali cha Mungu kije juu yako. Sema tunapokea kibali, napokea kibali, napokea kibali. Yakarama shandala baraba. Mwalimu Benjamin, ninakuombea upate kibali kwenye mfumo, kibali kije juu yako. Yakarama shandaraba. Mwalimu Lazaro, ninakuombea upate kibali, upate kibali kwenye mifumo ya kanisa. Ile mifumo iliyokuwa inawakataa wengine, kanisa litakukataa wewe, kanisa litawakataa ninyi. Ninakuombea kila mchungaji, mashakados keteleba yakarababababababa. Imeandikwa kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 11:12 ya kwamba wenye nguvu wanajiingiza. Tunajiingiza kwa nguvu kwenye mifumo ya kanisa. Mashakata. Mimi na hao wachungaji Bwana ambao wananijia kwenye haya maono ninapoomba, ninawabeba. Tunajiingiza kwa nguvu, tunajiingiza kwa nguvu kwenye kila mifumo. Hii mifumo iliyokuwa inakataa watu, hii mifumo iliyokuwa inawatema watu, hii mifumo iliyokuwa inawakataa Baba, tunaingia kwenye hiyo mifumo, tunaenda kwenye hiyo mifumo, tunaenda kwenye hiyo mifumo. Mimi na wafanyabiashara tunaenda mando robo shagada gada gadira barianda rabababa manda rabababa. Mwezi wa 12 tunamaliza kwa kuingia kwenye mifumo ya kanisa. Radabo shandalaba ariando robo shagadada aramama shandelegaba robo shandalaba. Lo Bwana, ninajua unanipa majina ya wachungaji wengi niwaombee, na watumishi wengi wa Mungu unanipa hapa ili niweze kuombea. Roho Bwana, ninaomba neema yako iwaingize kwenye mfumo wa kanisa. Kuna wengine wamekataliwa na kanisa, kila wanachofanya kiendi. Mfumo wa kanisa umewakataa. Baba, ninaomba riando shakatalama roko rianda raba katalaba roko shandele katalaba roko rianda raba shandalaba roko rianda laba katalaba rimo shandele gabagada. Kila mfumo wa kanisa ukupokee mtumishi wa Mungu, ukupokee mtumishi wa Mungu. Kila mfumo wa kanisa Baba, tunaweza tukakataliwa na mfumo wa kanisa kwa sababu ya mapungufu. Paulo alikuwa na mapungufu mengi sana, tena mapungufu hayo yalikuwa yanaonekana, ikiwemo mojawapo la mauaji. Baba, wengine mfumo wa kanisa mashaka talaba unawakataa kwa sababu ya dhambi, lakini Bwana, hapo awali tulianza na toba na rehema. Rehema zako zilipita Bwana, Daudi wa Sauli, wa kujiingiza kwenye mfumo, Hebu jilazimishe, ingia. Dada yangu, popote pale ulipo, usipoamua kujiingiza uendi, hauendi. Amua kujiingiza. Sema naingia kwenye mfumo wa kanisa. Sitakataliwa na mfumo wa kanisa. Kama mfumo wa rohoni ulinikubali, na kanisa litanikubali. Maana Kristo alikuja kunirejesha kwenye mfumo wa kanisa. Na mimi ninatangaza juu yako ya kwamba kila mfumo ambao ulikuwa umekukataa, kama ni mfumo wa kidini, ninakuombea mfumo wa kanisa ukukubali. Kama ni mfumo wa kizehebu ulikuwa umekukataa, ninakuombea mfumo wa kanisa ukukubali. Wanadamu na dini nawezi kukuumiza, lakini kanisa liumizi. Mashaka darabaraba rinobo shandeleba riakaramagadagada rokoria magadegedeba riababababa kudagedega
rogodagadagadagade, regedegedigadagada, regedege, rakatakatia, robokotagada, rakatakataka, regedegede, rakatakada, rabababa, yantarababa, yakatakataka, regedegedege, rokotakataka, robokotakata, rakatakataka, regedegedege, rokotakataka, rabababa, yakatakata, radededede, regedegedege, yantaba, rabababa, yekekeke durakadia gadaba, rekakamakatagedegede, rekakakamakadeleketelemanda, rekelemanda rabagadarama, karamandele kata. Amua kuingia kwa nguvu kwenye mifumo. Amua kuingia kwa nguvu kwenye mifumo. Amua kuingia kwa nguvu kwenye mifumo. Mifumo yote ingia kwa nguvu. Mfumo wa kanisa ingia kwa nguvu. Mfumo wa rohoni ambao tulijifunza jana, na wenyewe ingia kwa nguvu. Maana ufalme unapatikana kwa nguvu. Unapatikana kwa nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaoteka. Na wenye nguvu ndio wanaoingia. Yakara baba. Rina mama shandara baba. Reba baba riandeleka baba. Baba, wachungaji ninawaombea kila mmoja kwa huduma yake na kipawa chake, apate kibali kwenye mfumo wa kanisa. 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 Apate kibali kwenye mfumo wa ulimwengu wa roho ambao ndo unajaji kila kitu ndani yake. Ula mashaka talama. Arama karamando robo shakata. Mandele karabadabadaba. Zorobo korianda rabakata. Rekana mando rodobo shagadadaba. Rakaradababa shandelegedereba. Rado shadida gadi gadabadaba. Ramamamama saguda gidanda. Roboboriandele kaparadado shadadadaba. Rina na mama karandele baba. Rikaramandele katalabaraba. Muimbaji mwenzangu, ninarudi kwako tena kukuhimiza. Mtumishi wa Mungu mwenzangu, tena ninarudi kwako kukuhimiza. Hebu rejea tena, mwambie Bwana, nipe kibali kwenye mifumo ya kanisa. Mandele koshaka talaba. Ni heri ukataliwe na dini, lakini sio kukataliwa na kanisa. Ni heri ukataliwe na zehebu, sio kukataliwa na kanisa. Mando robo shadi gadagada. Rena mama koriandele kaparadaba. Rina mama koriandele bo shadadadaba. Roko rama seketeleba. Rina ba kariandele bo shadi gadagada. Riba babo rianda laba katalaba. Rabababababa shandarabadabadaba. Roho Mtakatifu ananiambia tuwaombee watumishi wa Mungu. Yoyote unayemfahamu muombee apate kibali kwenye mfumo wa kanisa. Yoyote unayemfahamu hapo ulipo. Mandaraba katalama. Mandele koriandele kaparadaba. Yoyote unayemfahamu muombee. Mtumishi wa Mungu yoyote unayemfahamu na anaenda na kweli ya Mungu, muombea apate kibali kwenye mfumo wa kanisa. Baba, kwa ajili ya mtumishi wako Barido Shaka Talama, Mwalimu Benjamin Aberi, Baba, ninatamka kibali kiongezeke juu yake. Kanisa limpokee, kanisa limkubali, kanisa lipokee huduma alionayo, kama ilivyokuwa kwa Paulo. Anasema, muniombee huko Yerusalemu nipate kibali. Ninatangaza juu ya Mwalimu Lazaro, pia ninatangaza juu ya Pastor Makindi, ninatangaza juu ya Pastor Jordan, ninatangaza juu ya Evangelist Mashoko Talama Fanueli Fernandez. Ninatangaza kibali juu yake. Ninatangaza kibali juu ya mtumishi wako Rigaraba Julius Victor Muina. Rida babo shandele kapararaba. Rinda bakaramando robo shakata. Natangaza kibali juu ya mtumishi wako Pastor Peter Maenge, na juu ya baba yangu Pastor Dickson Colonel Kabigumila, na juu ya kila mtu. Baba, wapo wengi unanionyesha hapa niwaombe, lakini ninatamka hawa wachungaji wote, hawa waimbaji wote, hawa wainjilisti wote, hawa walimu wote,
hawa wa mitume, hawa walimu robo shanda la bakata. Baba, ninatamka ya kwamba na ninaomba juu yao, mfumo wa kanisa wakubali, mfumo wa kanisa wakubali. Baba, wafanya biashara hawa tena, mfumo wa kanisa wakubali, mfumo wa kanisa wakubali kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kila mmoja ninamuombea kwa nguvu za Roho Mtakatifu ya kwamba mfumo wa kanisa umkubali, usikukatae, usikukatae huo mfumo, ukukubali katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ale shandele bakata lako zadi yanda rodobo shandalaba. Tuende mbele za Mungu tena ukaombe. Mandele karabadaba. Taenda kuomba tena kwa ajili ya kanisa lipate kibali. Kanisa mifumo yake ipate kibali kwenye nyanza mbalimbali, kwenye nyanja mbalimbali hapa Tanzania na kwenye ulimwengu kijumla. Narudia tena, mandele koshakata, kuliombea kanisa la Tanzania lipate kibali kwenye nyazifa mbalimbali, kwenye nyazifa mbalimbali hapa Tanzania na kwenye mifumo yote ulimwenguni. Narudia tena, kuliombea kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, sio dini, sio dhehebu. Kanisa la Mungu lipate kibali hapa Tanzania kwenye nyanja mbalimbali. Tunajua rohoni tayari kibali kipo. Sasa ni wasaa wa kuliombea kanisa, wa kuliombea kanisa. Nenda mbele za Mungu uliombee kanisa la Mungu lipate kibali ndani ya taifa la Tanzania na kwenye maeneo yote. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninasimama tena kwa ajili ya kanisa lako ndani ya taifa la Tanzania, ya kwamba kanisa lako lipate kibali tena, rido shagadagada, lipate kibali kwenye mifumo ya taifa la Tanzania. Kanisa lako lipate kibali kwenye mifumo ya Tanzania. Taifa lako lipate kibali kwenye mifumo ya Tanzania. Baba, ninatangaza kwa jina la Yesu, maana kanisa lisipotawala giza litatawala. Maana kanisa lisipotawala giza litatawala. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo, na kwa jina la Yesu tunatamka kwa damu ya Yesu, kanisa lipate kibali, kanisa lipate kibali, kanisa lipate kibali, kanisa lipate kibali, kanisa lipate kibali kwenye mifumo yote ya taifa, kwenye mifumo yote ya Tanzania, kwenye mifumo yote ya Tanzania, kuanzia territory mpaka chini. Kanisa lipate kibali, kanisa lipate kibali, kama ilivyokuwa kwa Paulo. Anasema, ewe mfalme Agripa, mashakatalama robo shakatalaba roko rianda rabakatalama roko shanda rabakata. Paulo alipata kibali kwa mfalme Agripa mpaka akamgeuza maneno aliyoyaongea Paulo yakamgeuza, yakataka kumgeuza mfalme Agripa. Nasi tunaomba kibali kwenye kila mifumo, kanisa lako liingie kwenye kila mifumo, kanisa lako liingie kwenye kila mfumo, kanisa lako liingie. Tunaomba kibali, kanisa lako lipate kibali ndani ya taifa la Tanzania na kwenye mifumo yote ya ulimwengu. Mando robo shanda raba rigada barago shande rekarama yakaramando robo shakata rokorianda remando robo sagada rakanamande lekoja yakarababababa rabababa shandelegada rokoriande lekada. Baba, tunaomba kwenye mifumo ya kanisa, mando robo shandalaba, mifumo ya kanisa ipate kibali kwenye mifumo ya Tanzania, mifumo ya kanisa ipate kibali kwenye mifumo ya Tanzania. Tunaomba Bwana kwa neema na rehema zako. Rababoriandele kaparado shakata rinama shakata radabo shanda rakanamando roko rinda bagada robo shandele kaparadaba roko rianda rabakanama robo shakata radabadaba roko riandele kaparagadagada roko rinama shandele gaba
rokorina magade shando robo korianda ragadagada rikana mandelebo shagadaraba. Kanisa lako lipate kibali, kanisa lako lipate kibali, kanisa lako lipate kibali kwenye mifumo ya Tanzania. Tunaomba kanisa lako Bwana, hebu liombee kanisa la Tanzania lipate kibali, mifumo yake ipate kibali kwenye serikali, mifumo yake ipate kibali katika jina la Yesu. Tunatangaza kanisa lako Bwana lipate kibali kwenye serikali ya Tanzania, lipate kibali kwenye mifumo yote, mifumo yote. Baba, tunatangaza kanisa lako ndani ya taifa la Tanzania lipate kibali, lipate kibali. Mando shandele korianda, mandele korida bakata, rekana mamando robo shadaba, rekaraba gadeshi gadaba, rado boriandeleba kado sadadaba, riagada gadebo rokoriandaraba, rimando robo shadadadaba, rakana mando robo shandaraba, rekanando sketelebo shanda, rekanama rakarabadabadaba, ragadegede bragadi zodada, romo koriandele kamando shediada, rebobobo riandarabakata, robobobo koriandarabakata, remakana mashandeleba, le robo sedele mandaraba, yakaramando robo koriandele kaba, rikana mashandele gada, rikaraba gada gaduzele gedeba, robobobo shandara gada gada, rima mama yando segedeba, rena mama koriandele kaparadaba, robobobo riandara katalabadaba, rema mama shandele gada, rikaradabo shandalaba. Baba, kwa ajili ya kanisa lako ilobo shandele kaba, riando robo koriandelema, rima mama koriandele kaparade shadida, rekarababa barindara koriandeleba, yandele kapa zodadi shadadabo janda mememerido sande rigada gadiguda gadema kato shandeleba makakoriandele koparago shidagada robo koriande masokota yandu maseke pando shanda baradaba yererebo rinda kataraba rena makarama sota paradaba yande makarosh ketelebanda sokapa renda bababo shandele kaparada sota radaba rebababo shandele kapa ina makariando robo shandaraba katalaba baba ina mamariando rokoriandele kaparado shadaraba yakaraba babo shandele kaparadaba yandelebo sadelebo sindalaba kada yakaramandelebo shande yakaramando robo sidagada yakaramandelebo shandaraba yakaramando robo sadeleba yakaramando robo shadadaba yakaramando robo sadedeba yadede baragadagada yadede beregede sudarabadaba yakarabababababababa yadede beregedu zadadaba yagede beregedu zadadaba yakanama shatanama yakanama shatanama yakanama shatanama yerebobo rianda raba yando robo kuriandelema yanama mama shandele kuza yakaragadosh ketelebanda yakanamando robo shadele gaba yagaderegedu zaramande yakarabada baraba sudaraba yakarabada baraba suma yakarabarabaraba yandele baba baba shandarabaraba yandaraba baba rigadagada yadada baba rida baba suba yandere baba yandere baba shadadado sededeba yandere baba shadadaba yakanama shandaraba rakanama shandalaba rakanama shandalaba. Kanisa lako Bwana litawale ndani ya taifa la Tanzania. Kanisa lako Bwana litawale ndani ya taifa la Tanzania. Mando shanda radaba rekana mashodadaba rekarababo jadadadaba baba ama kuriandele bakatala baba
yanana makuriandeleba kariandeleba yakarababa shanda yakarababa yakaramanderebo shanda dadaba yakarababa beridadabo sadaba yande ribo shanda raba yande ribo shandelega yakanamando riga dagados kepeledoya yande rema kuriante legada yakarababa shandeleba yande reko zeriraba yande rebo shandaraba yakarababo sandalaba yakarababa shanda yakaragadagadu zeleba yandarabobo shandarababa yakaramama marinda rabaraba yedede baba yedede barabara yadada barabara yadade barabara yadada biyakadagada yanto radaba robo shandaraba yakanamando robo sadadaba yakarabara yadede baba radaba karuza yanterego zigadabadaba yakana mama shandeleba roko zendeleba yakana mashandaraba roko zandaraba roko zandaraba kata yandelebo shakatalama yanderebo shandelebo roko zidadi gadagado zibadaba yakana mama maridado shededeba yekere mama do zededeba yakatakatarada baba yagadakadere mama yakarababa baba ruda shandalaba yakanama shande yakanamande rigo dadia yakanamando robo shanda yakarado shadida yabagadagadere shandaraba yada baba yedede marakundarida soba yakanamando robo shanda yakanamande rebo shanda yakarababa yande rebo shadaba yande rekarababa yedede baba yana mama kuriande rebaraba yakarababa ridaba shanda yakaramande rebo shada yakaramando robo saba yakana nanamo shadadaba yadada baba yonda ridaba shade zodobo rokorianda radaba shanda yande riga daga duze gede yandele makana mama mashandere baba yando robo shandele kapara daba sababa yere bobo shandele kapara daba baba ayana masoko talaba ela mama kuriandele basandalaba yandele mashandalaba kata. Endelea kuliombea kanisa. Ndio maana unaniona ninanena kwa lugha muda mrefu. Riobo shandalaba roko shande rigadaba roko riandeleba katalaba roko shandeleba kata roko shakatalama roko shakatalama roko shantalaba yakanamando robo shandalaba yakarababa yandele makaramandele bo shandarabaraba yarababa yandele karabarabaraba yotarada baba yakarabado shatalabarabaraba. Baba, tunaliombea kanisa lako la Tanzania lipate kibali na liingie kwa nguvu. Kila kona kanisa lako liingie, kila mahala kanisa lako lienee, kila mahala kanisa lako lipenye, kila mahala kanisa lako litajwe, kila mahala kanisa lako lipate kibali. Kila mahala natangaza kanisa lako kwenye taifa la Tanzania lipate kibali, lipate neema, lipate upendeleo kwa damu ya Yesu, kama walivyopata kibali watu wa mitume wa kanisa la mitume mashada la bagada. Nami Bwana, kanisa lako kwenye kizazi changu lipate kibali ndani ya taifa la Tanzania. Yando shada laba yakarabagada baba
yakarab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 a ramababababa shandele baraba yakaramando rubo shadadadababa yakarab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 a arama shandele bakatalaba robo shandalaba. Baba, kwa ajili ya kanisa lako likazidi kupata kibali mbele zako, mbele ya jamii, mbele ya kila watu, katika jina la Yesu. Likazidi kupata kibali kwa jina la Yesu. Kanisa lako kwenye taifa la Tanzania likazidi kupata kibali, likazidi kupata kibali kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kanisa lako lipate kibali katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Prayer point nyingine ambayo tunaenda kuomba na tunaenda kumalizia hapo. Malo shadi ya dosadaba. Prayer point nyingine ambayo unapaswa kwenda kuomba. Nenda kakiri ya kwamba mfumo wa kanisa utatembea pamoja na mimi. Narudia tena. Nenda kakiri ya kwamba mfumo wa kanisa utatembea pamoja na wewe. Popote unapoenda, kanisa likakukubali, kanisa likakupokee, kanisa likakuitikie, kanisa likakuheshimu, kanisa likakusikilize, kanisa likakukubali. Nenda kaombe ombi hilo ya kwamba kila mfumo wa kanisa uende pamoja na mimi, utembee pamoja na mimi, uwe pamoja na mimi, uambatane pamoja na mimi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu anza kuomba ombi hilo, anza kuomba ombi hilo. Baba, katika jina la Yesu, mimi kiri maneno hayo, kiri maneno hapo. Ni ukiri wako tu ya kwamba mahala nilipotolewa nimerejeshwa, kwenye mfumo niliondolewa nimerejeshwa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, hakuna mfumo wa kanisa utakao nikataa. Kama ulivyo nikubali Kristo ukaniokoa katika dhambi, na mimi ninatangaza kuanzia leo kila mfumo wa kanisa, mfumo wa kanisa, mfumo wa kanisa, mfumo wa kanisa utanikubali, unanikubali kila ninakoenda, kila unakokwenda, kila unakokanyaga, ukapate kibali kwenye kanisa, ukapate kibali kwenye jamii, katika jina la Yesu. Tunatangaza kibali kiambatane na sisi kuanzia leo, kibali kwenye mfumo wa kanisa kiambatane na sisi, kiambatane na sisi kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hatutakataliwa tena. Tunatangaza kibali kiende na sisi, nyuso zetu, uso wetu, nyuso zetu zipokee kibali. Mando robo shandalaba. Uso wetu, uso wa kila mmoja upokee kibali. Popote anapoingia apokelewe, akubalike. Popote anapoingia akubalike, apokelewe. Kila mmoja ninakuombea kibali cha Mungu kikae usoni kwako, kibali cha Mungu kikae kwenye macho yako, kibali cha Mungu kikae kwenye kinywa chako, kibali cha Mungu kikae kwenye moyo wako, kibali cha Mungu kikae juu ya kichwa chako, kibali cha Mungu kikae juu ya maisha yako. Ninakuombea kwa jina la Yesu, unapotokezea kwa watu, kibali cha Mungu kikae na wewe katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu kiambatane na wewe, kibali cha Mungu kiendane na wewe kwenye uso wako, kibali cha Mungu kiwe kwenye uso wako, kibali cha Mungu kiwe kwenye mikono yako, kibali cha Mungu kiwe kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, katika jina la Yesu. Tunatangaza kibali, tunatangaza kibali, kibali kiambatane na sisi popote pale tunapoenda, popote pale tunapotokea, popote pale tunapokanyaga, popote pale tunapozilika, popote pale tunapotokezea. Baba, kibali kiambatane na sisi. Kila nguvu ya kukataliwa, maana kinyume cha kutokukubali kuna kukataliwa. Tunakataa nguvu ya kukataliwa, tunaweka nguvu ya kukubalika. Tutakubalika kwa wazee, tutakubalika kwa maaskofu, tutakubalika kwa wainjilisti, tutakubalika kwa mitume, tutakubalika kwa kila mmoja moja, tutakubalika. Bwana, mimi ninatangaza ya kwamba nitakubalika. Mwalimu Lazaro atakubalika, Mwalimu Benjamin atakubalika kwa jina la
Yesu Kristo aliye. Hatakubalika kwa maaskofu, hatakubalika kwa wainjilisti, hatakubalika kwa mitume, hatakubalika kwa walimu na wachungaji katika jina la Yesu. Na mitume hatakubalika, wote wakubalike. Na kila mmoja ninakuombea ya kwamba ukakubalike, utembee na kibali, hautakataliwa tena, hautakataliwa tena. Maana kinyume cha kibali, kinyume cha kibali ni kukataliwa. Ninatangaza juu yako hautakataliwa tena. Ninaweka roho ya kibali ndani yako. Ile roho ya kukataliwa haitakaa juu yako. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Isaya cha Yohana ile sura ya 6 mstari wa 63 ya kwamba maana roho ndio itiayo uzima. Ninatia roho ya kibali ndani yako. Kibali kiinuke. Uhai wa kibali uliokuwa umeondolewa na roho ya kukataliwa, uhai wa kibali uinuke tena kwa roho ya kibali. Uhai wa kibali uinuke tena kwa roho ya kibali. Uhai wa kibali uinuke tena kwa roho ya kibali, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Uhai wa kibali uinuke tena, 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 uinuke tena. Mando shanda rekaradosha yande baraka mande rekoza. Ninakuombea kwa jina la Yesu, kibali cha Bwana kiwe juu yako. Kibali cha Bwana kiambatane na wewe kila utokapo na uingiapo. Utembee na kibali cha Mungu, maana amesema baraka hizi zitaambatana na wewe. Utabarikiwa mjini, wale mlioko mjini. Ninatamka kibali cha mjini kiambatane na wewe. Wale mlioko mashambani, kibali cha mashambani na ufugaji kiambatane na wewe. Ninatangaza juu yako ya kwamba upate kibali, ya kwamba upate kibali kwenye kila eneo, ya kwamba upate kibali kwenye kila eneo, ya kwamba upate kibali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu anayewezesha watumishi wake hakuwezeshe na kibali chake, hakuwezeshe na kibali chake, hakuwezeshe na kibali chake. Naweka kibali kwenye biashara yako, naweka kibali kwenye ndoa yako, naweka kibali kwenye paji la uso wako, naweka kibali kwenye kazi ya mikono yako, naweka kibali kwenye kazi ulioajiriwa, naweka kibali kwenye biashara uliojiajiri, kibali kwenye mikono, kibali kwenye mikono, kibali kwenye kinywa katika jina la Yesu. Ninatangaza juu yako kibali cha Bwana kiambatane na wewe, kiwe na wewe, kiambatane na wewe, kiwe na wewe kwa jina la Yesu. Natamka kibali, natamka kibali. Awamu hii hautakataliwa, awamu hii hautakataliwa. Popote ulipokuna kataliwa kwa sababu ya mambo fulani fulani, ninatangaza juu yako ya kwamba awamu hii hautakataliwa. Unapokelewa na unakubalika kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unakubalika na unapokelewa, unakubalika na unapokelewa katika jina la Yesu. Natangaza kibali juu yako, natangaza kibali juu yako. Kibali kiambatane na wewe utokapo, kibali kiambatane na wewe uingiapo, kibali kiambatane na wewe kila wakati na kila saa katika jina la Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu uliye hai, Mungu unayeachilia kibali, kibali chako kiambatane na sisi kuanzia leo. Tumeomba kwa habari ya sisi kupata kibali kwenye mifumo ya kanisa. Baba, na tunatangaza usiku wa leo, hiki kibali kisiishie hapa tu. Badala yake kibali hiki kiende vizazi na vizazi vilivyoko nyuma yetu. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza kwa neema na pendo lako na uweza na nguvu zako. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao Bwana umeachilia neema na kibali cha pekee kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninataka ukiri maneno haya kwa dakika chache zilizobaki. Ukiri maneno haya, ukiri maneno haya. Nitaanza mwaka na kibali na ninamaliza mwaka kwa kibali. Namaliza mwaka kwa kibali na ninaanza mwaka kwa kibali. Ninamaliza mwaka kwa kibali
na nitaanza mwaka kwa kibali. Rudia tena, namaliza mwaka kwa kibali na ninaanza mwaka kwa kibali. Namaliza mwaka kwa kibali na ninaanza mwaka kwa kibali. Yakiri hayo maneno, yakiri hayo maneno. Kiri tena, kiri tena. Namaliza mwaka kwa kibali na ninaingia mwaka kwa kibali. Baba, natangaza katika jina la Yesu, mimi na watumishi wako wote watumishi wote tunaanza mwaka kwa kibali na tumemaliza mwaka kwa kibali. Tutaendelea mwakani kwa kibali na tulimaliza mwakani kibali. Baba, tutatembea katika kibali katika jina la Yesu. Mimi kibinafsi ninatangaza na maliza mwaka huu kwa kibali na ninaanza mwaka 2026 kwa kibali na kishindo kikubwa. Kibali kiongezeke rohoni, naye yule mtoto akakua akaongezeka nguvu. Na mimi ninatangaza juu yangu ya kwamba nitaongezeka kibali mahala ambapo nilikuwa sina kibali. Kibali kinipeleke, kibali kiende nawe, kibali kiende nasi, kibali kiende na wewe, na kutamkia kibali kiende na wewe. Hautaenda mwenyewe, 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 bali utaenda na kibali cha Bwana. Utaenda na kibali cha Bwana kama alivyoenda Esta na kibali. Na wewe ninakutamkia na ninakutangazia ya kwamba mwaka huu unamaliza kwa kibali na unaenda kwa kibali mwaka 2026. Ninatangaza umalize kwa kibali na uende kwa kibali. Mahala ambapo haukuwa na kibali, kibali kikupeleke. Mahala ambapo haukuwa na kibali, kibali kikupeleke kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, neema na fadhili zako na mkono wa nguvu, ninatamka tena juu ya kila mtumishi wako anayeomba hapa. Natamka kibali juu yake, atembee katika wingu la kibali. Yale mambo aliyoyatumia nguvu, hatatumia nguvu tena. Kibali cha kufanya mambo madogo na yakawa makubwa kije juu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, na wote tuseme amen. Haleluya. Hebu mshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya hizi prayer point zote tulizoomba. Zote hizi tulizoomba. Mshukuru Mungu, mwambie Baba asante. Mshukuru Mungu na mwambie Baba asante. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ombi la kwanza la sisi kuingia kwenye mfumo ya kanisa. Bwana Yesu, ninaelewa na ninaamini ya kwamba nimeingia kwenye mfumo wa kanisa. Ninatoka hapa nikiwa kwenye mfumo wa kanisa katika jina la Yesu. Lakini pia kwa ajili ya kanisa lako kupata kibali kwenye mifumo ya dunia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumeliombea kanisa lako likazidi kupata kibali kila eneo, maana tunajua kanisa likipata kibali mahala popote Roho wako anakuwa na amani na uwezo wa kutawala. Lakini pia Bwana, tumeomba kwa habari yetu sisi kumaliza mwaka kwa kibali na kuanza mwaka kwa kibali. Kila mmoja ukamjalia Roho Mtakatifu kwa namna alivyoomba na kwa namna alivyowasilisha jumbe zake. Maana imeandikwa, leteni hoja zenye nguvu, na hizi hoja tumezileta mbele zako Bwana. Tunaomba na kushukuru yote mambo haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na yeyote aseme amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Asante kwa kuwepo mpaka majira haya. Ninachokusihi na kukushauri mtumishi wa Mungu, hizi prayer point zote hebu zifanye kuwa sehemu ya maisha yako kila siku. Jaribu kuzifanya kuwa sehemu ya maisha yako ili kusudi Mungu usikomee siku ya leo kwamba umeomba kibali, lakini kikubwa omba tena na tena na tena. Mungu awabariki. Tukutane wakati mwingine. Shalom, shalom. Barikiwe na Yesu. Haleluya.